Moja nanyi na kwako pia. Kama vile nilivyoambia kuwa siko katika mji wa Bukavu, nimetoka nje kidogo ya nje wa Bukavu ili kukutana na walimu, na tutapanga na walimu zaidi na zaidi sana kwa Waislamu. Ila kwa kukutana na walimu, tunakutana na walimu wengi sana wa Kikristo ambao natekana sana tujifunze kwao na tuangalie yale ambao wanayapitia. Na kama vile mnavyoona, tuko katika soko ya vitabu hapa na tuna mwalimu anaweza kujitambulisha jina lake ili tuende na mawaidha yetu. Karibu sana. Nashukuru sana. Mimi kwa majina ni Jimmy Zaza. Ni mhadhiri wa Kikristo ambaye anaendesha Injili na kuwahubiri Waislamu ili waweze kumjua Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Jina la mzee wetu anaitwa Jimmy Zaza na yeye ni mhadhiri wa Kikristo ambaye amefikishia sana Waislamu ujumbe. Mwalimu Jimmy Zaza, sijui kazi umeanza tangu lini ya kufikishia Waislamu ujumbe? Kazi tumekawia ndani, yaani tumezoea sasa kazi sana vizuri. Naweza sema kwamba sisi ni wazee wa kazi, maana leo ni nitasema ni miaka 22 ninapohudhuria hii kazi ya kuwahubiri Waislamu, maana nilianza rasmi mwaka 2004 na leo tunakuwa mwaka 2026 ambayo sasa ni miaka 22 ya kazi ambayo nimefanya. Yani ni mwalimu ambaye amehitimu sana, miaka 24 kwa kazi ya kuhubiria Waislamu si michezo. Ndio maana nilipofika nyumbani nimeona hapa kwa vitabu vingi sana. Kiukweli Mungu akubariki, na kiukweli na sisi tumesoma sana kwa vitabu ambavyo tunavyo hapa. Inatakana sana sisi kuwafikishia tu Waislamu ujumbe. Mwalimu Jimmy Zaza, hii kazi ya midahalo umewahi fanya na Waislamu gani hapa mjini kwetu Goma? Waislamu ni wengi sana kabisa ambao nimekutana nao, na sio Goma peke yake, nimeenda mahali mbalimbali nchi ya Tanzania, nimefika Burundi, hata Bujumbura. Burundi ndio Bujumbura. Huko Uvira tumepambana Kiwanja na mahali pengine pengi kabisa tumefanya mihadhara. Hapa Goma tulikuwa na mwalimu KSD ambaye ndiye amewafundisha wahadhiri wote wa Kiislamu ambao wanakuwa hapa mjini Goma kwa leo, kama akina Upanga Waradi, Sule Hassani, kuna wengine walikuwa ni kama Sheikh Ali Bikelenge. Hao wote tumeweza kupambana nao. Kuna wengine walikuwa ni Hussein. Hao tulipambana nao kabisa hapa mjini Goma kwa muda mrefu sana. Yaani mmeshawahi pambana na KSD? Huyo KSD ananifahamu sana. Yaani tumefanya mihadhara mpaka yeye mwenyewe akashangaa kuona watoto wanasukuma Injili, halafu mwenyewe anakosa sasa aelekee wapi. Yaani anatufahamu vizuri sana hapa Goma. Yaani tunaambia KSD mahali popote alipo, kama tena unaweza kufanya mhadhara na sisi tuko nchini Goma, na kama tutakutana na watoto wako hakuna shida, si ndio mwalimu? Hiyo nitafurahi sana kuona wanafanya kazi naye, wanapambana naye kabisa, maana huyo jamaa ni mhadhiri kabisa wa Kiislamu anayeaminika sana. Sasa naweza kufurahi kuona hata wengine wanafanya mihadhara waone vile tulivyopambana naye, na hata leo ningetamani nifanye naye mhadhara tena, aone sasa pale mahali ambapo tumefika, maana tumepambana zamani. Leo ni miaka mingi sana bila kukutana na yeye, na kazi ya Mungu tu itafanyika, na najua naye ipo siku atakubali ujumbe. Hata na mimi natamani sana KSD tukutana na yeye, kwa sababu nimesikia kitambaa sana mitandaoni, ila alipokutana na Ndacha hakumaliza, siwe kwa nini. Na ningekuuliza hiki kitu mwalimu Jimmy Zaza, kwa nini Waislamu huwa tunapanga nao midahalo? Tunapanga midahalo na Waislamu kama vile siku 3. Tumeshawahi panga na Upanga Waradi na wengine Waislamu kama vile kijana wa Kiislamu Saidi ambaye tulikuwa naye Tanzania, tumepanga naye mdahalo, ila hiyo mdahalo haiwezi isha, sijui wametoroka au wanakosa. Unalichukuliaje mwalimu? Nitasema kwamba ni tabia yao, maana sio wale wa Tanzania tu, hata Waislamu wa mahali pote mkipanga nao mara nyingi huwa wanakwepa, sijui ni sababu gani. Nakumbuka tulifanya mhadhara hapa Goma
tukapanga mihadhara ikafanyika kwenye uwanja ulikuwa unaitwa JPay. Mimi nilikuwa nimealikwa na walikuwa Waislamu wengi sana, akina Upanga wa Radi alikuwa, Sule Hassan, wale wa hapa Goma walikuwepo, kulikuwa yule wa Burundi wa Uvira Sheikh Abubakar naye alikuwa pale, walikuwa wamekuja wengine toka Tanzania kama Ustadhi Kinyogori, na mwingine alikuwa ni Abdul naye alikuwa amefika hapo. Sasa tukafanya mihadhara, na wakati ule ilionekana tuliwasomea vitabu, wakajikuta kuna vitabu walikuwa hawajawahi kusikia, wakabidi wavuruge mkutano, maana nitasema ni tabia yao. Walipovuruga mkutano ukawa kama vile umekwisha, maana waliogopa vitabu. Halafu baadaye tukapanga na yule Sheikh Kinyogori ya kwamba ipo siku nitafika Tanzania, sasa tupange naye muhadhara. Mwaka 2023 sasa nikafika Tanzania, nikampigia simu Sheikh Kinyogori, sasa nimefika Tanzania, tunaweza kupanga muhadhara? Akasema ndiyo. Okay, tukutane lini sasa kwa ajili ya kupanga? Akasema nitakwambia tutapanga, alafu tufanye ule mjadala hivi umefika Tanzania. Nakwambia tangu wakati ule tuliongea, baadaye hakuongeza kuchukua simu yangu. Nilikaa miezi 6 Tanzania, nikimpigia simu hataki kupokea mpaka nilipotoka Tanzania. Kwa hiyo unaona ni tabia yao wanakuwa nayo, aidha wakiona mambo yanawalemea lazima wavuruge mkutano. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, lazima wachelewe ili kupoteza muda, ili mambo yanapoendelea, mnaona muda ulikuwa mdogo. Hiyo ndio wanafanya, maana ni watu wamejenga mambo yao juu ya uongo. Hata Muhammad alisema katika kitabu cha Al-Sadiq Al-Amin ya kwamba unaweza kuzungumza uongo, yani wao wanaruhusiwa kuzungumza uongo, yani ni tabia yao na ni sunna toka kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo wao ndivyo walivyo. Yani Muislamu anaruhusiwa kuongea uongo? Tena sana kabisa, wanaongea uongo sana. Hata ukisoma hii Qurani ya Ahmadiyya katika aya 36-70 nasema kwamba uongo ni katika mambo moja yanayoonyesha elimu ya Mwenyezi Mungu. Uongo? Wao ndio wanasema. Ila mimi niliposoma kwa kitabu ya Yohana 4:44 maandiko nasema ninyi ni wa baba yenu Shetani na tamaa ya baba yenu ndizo mpendazo kuzipenda. Yeye alikuwa muongo tangu mwanzo na wala kule haikukaa kati yao. Na tumevundua ya kuwa Waislamu wanaruhusiwa kusema uongo na baba wa uongo ni Shetani. Hii maana Shetani ni baba wa, au nikisema hivyo sijakosea mwalimu? Si unajua utakuwa hujakosea, maana hata kwanza Shetani ni Muislamu. Ukisoma Asili ya Majini ukurasa wa 20, Shetani ni Muislamu. Ukisoma kitabu cha Alulu Almarjan inasema kwamba wanapolala Shetani analala kwenye pua zao. Ukisoma vitabu vya Al-Sadiq Al-Amin au Mkweli Mwaminifu inasema kwamba wanaposali msikitini wanakuwa na Shetani hapo. Yani sasa Shetani ni Muislamu, sasa watakosaje kumfuata? Yani ndio alivyo tu. Yani wanapoenda msikitini wana Shetani. Yes, yuko hapo anakaa pale anawapuliza matakoni, vile ndivyo wanasema vitabu vyao vinasema. Yani kwa muhadhara tutapanga, Waislamu watakuwa na mingi ya kutuambia. Wanaposali wanasali na Shetani, Shetani akiwa ni Muislamu. Waislamu sasa tutaki matusi hapa. Tuna vitabu tumeshavisoma, wakitaka tutavisoma, na tuna vitabu hapa. Tumeona vile wakati mnaposwali mnakuwa mkiwa na Shetani. Sasa wakati mimi nitapoweka kwa post hivi, Waislamu mnajua ya kuwa mnaposali mna Shetani, msije mkanitusi, maana tumetoka vitabu. Na nimewaambia hatukuja kucheza mchezo wa karbandika, tumekuja kwa kufanya kazi na kuhubiria Waislamu ili waokoke. Na leo niko hapa kwa ajili ya kuzungumza na mmoja kati ya waziri wa Kikristo mjini Goma, na tuko na mpango wa kufanya muhadhara hapa. Itakuwa muhadhara wa kielimu, muhadhara wa vitabu, na ndiko kwa sababu tuna vitabu hapa, hakuna kukwepa mkutano, si ndio mwalimu? Waislamu tena wana tabia nyingine, ni waoga. Yani ni waoga tena sana. Nimekuwa nikiona hayo mambo wakati tunakwenda kwenye mihadhara. Hata kuna wakati tulikwenda hapa kwenye msikiti, wakati hapa msikiti hapa mbele, huko hapa mbele nilipokwenda walikuwa nafahamu muhadhara. Sasa wanasema mupe mic aulize swali. Sasa
anauliza swali, akiuliza swali wanaleta mambo yao mpaka wanamuonesha kwamba yeye hajui. Sasa siku moja nilipokaa pale kwenye kiti cha maswali, wakaambiana msomaji wao nakumbuka wakati ule alikuwa anaitwa Hussein. Yeye ndiye alikuwa anasoma, alikuwa kwenye kiti cha usomaji. Alipoona nimekaa, maana ananifahamu, akasema, mwalimu, nyoka imefika. Sasa mimi sikujua nyoka ni nini. Waliposema mwalimu, nyoka imefika, kumbe wameshajua ni passcode yao wanaokuwa nayo. Nakwambia kwa dakika 2 walikuwa wamezima vyombo, wanasema vyombo vimeharibika. Nilipoondoka vyombo vikawa tena vizuri. Yaani ni waoga tena sana. Yaani Waislamu ni waoga, na kama ninyi ni waoga, sisi tuna ujasiri na lengo letu ni kuwafikishia ujumbe. Nadhani hivyo. Mwalimu Jimmy Dhaza, sijui una mahusiano gani, unafahamu Francis Ndasha? Huyo Francis Ndasha ni mwalimu nayempenda sana na ninayemthamini sana, maana huyo jamaa amebarikiwa sana. Hata Waislamu wenyewe wanalitambua hilo, wanasema huyu amesoma, ni mwalimu kabisa. Mimi namkubali sana, ni rafiki yangu, na hata mambo mengine ya mihadhara huwa tunafanya nayo. Nakumbuka kuna siku tulikuja naye Bukavu. Kwa hiyo ni mwalimu wangu sana. Nampenda sana kabisa. Kando na hilo, tumeona kuwa Francis Ndasha alifika Bukavu wakiandaa mkutano na Upanga wa Radi, na kiukweli alipofika tulifanya hiyo kazi. Shida ni kwamba Waislamu huwa wanaogopa vitabu vyao, na utaona unapoanza kusoma hicho kitabu kwanza sio hadithi, sasa kimeandikwa na wanazuoni wa Kiislamu. Na Muhammad amesema katika kitabu cha hii kitabu cha kiko hapa hii kitabu cha Sahih al-Bukhari, anasema kwamba warithi wa mitume ni hao maulama, hao wanazuoni ambao lazima nao tuwatii. Hata katika kitabu cha Bulughul Marami hii ndogo iko hapa, nayo iko hapa, nayo amesema hivi kwamba wale ni warithi wa mitume na manabii. Kwa hivyo sasa anapokuwa ameandika kitabu fulani, unasikia Muislamu anasema hicho kitabu hatukiamini. Sasa haukiaminije wakati kimeandikwa na wale ambao ni warithi wa mitume, na Muhammad amesema kwamba hao watiiwe? Unaona, yani wakiona hawana hoja na hawana ujasiri wa kupambana na sisi na hawana uwezo wa kukabiliana na hoja zetu, wanaanza kukataa vitabu. Lakini sisi kwetu, sisi Wakristo, kitabu unachotaka leta usome, maana tuko tayari kupambana. Yani ninyi Waislamu vitabu vyenu, kuna hapa hadithi moja ya Lulu Almarijani ukurasa wa 184 ambayo inasema, Jehanamu itaendelea kusema, je, umejaa mpaka ala atakapoingiza unyao wake. Hata hii Qur'ani nasema hii ninayokuwa nayo hapa nasema hayo mambo. Yani ni mambo ambayo tumeyasema na yako na ushahidi. Sasa wewe ni nani ambaye utakayepinga hiyo? Na kama nilivyoambia, tuko hapa na tuko nafanya maweza yetu na pamoja na walimu ambao wamehitimu. Nimesikia kwamba mwalimu amefanya takriban miaka 24 kuwafikishia Waislamu ujumbe. Yani ameshafanya kazi kubwa sana, kazi kubwa. Na kama tuambia, tuna mpango na sisi ya kufanya hiyo kazi ya kuwafikishia Waislamu ujumbe. Ndiyo kazi ambayo tunayo. Sasa mwalimu Jimmy Dhaza, sijui hii kazi ya mdahalo, yani tutaendelea kuifanya pamoja na Waislamu au nakosa Waislamu ambao wanahitimu ambao tutakaofanya nao hii kazi ya mdahalo? Huu mdahalo unavyoandaliwa na hoja ambazo tumeziweka, sifikiri kwamba Waislamu walioko hapa wataweza kukabiliana nazo. Kwanza huyu Dr. Sule anayejiita Dr. Sule, huyo kwanza ni chai ya rangi. Huyo unaona, yule Upanga wa Radi yeye ni mweupe kabisa. Hakuna kitu. Yaani sijui kwamba tukipambana, yani tusubiri tu mwezi wa 8. Yani tuambie Upanga wa Radi aje hapa Bukavu asaidiane na Dr. Sule. Kwanza tunahitaji mwalimu wao Kesede. Maana wale wote ni wanafunzi wa mwalimu Kesede. Sasa tunahitaji Kesede ndiye aje hapa. Na kama unaona naye hawezi, atumane akina Mazingi.
Alafu waje Kongo wajue kwamba Kongo kuna vidumu katika mihadhara. Wataona kuna kazi. Hiyo naipenda sana kabisa. Upanga wa radi. Hasasa umekusubiri kuja hapa. Hasasa huyu Kinyogora aliyenikimbia nilipofika Tanzania. Huyu kwanza namhitaji sana. Yaani wakuje, tuna vitabu, tutafanya nao kazi ya mdahalo. Wao wenyewe wanajua. Wasio tu wakichora na wakikimbia. Wasikimbie. Maana wakikimbia lakini wana mchezo wa kukimbia sana. Hawa jamaa wanakimbia ndio kwanza. Wanakimbia sana mihadhara na mijadala. Yaani leo wameishiwa. Ni weupe. Ndacha ndio anapenda sema ni weupe. Yaani ni weupe, hamna kitu chochote. Maana unaona na hoja wanazozileta ni hizo. Wengine tunaposonga mbele wao wanarudilia huko. Sasa sijui na sijui kwamba akina Sule watakubali huu mwito ambao tumewapatia. Naamini watakimbia tu. Subiri utaona wataanza kukwepa. Sasa kwa nini Waislamu naogopa? Nauli yangu nimetoka Bukavu hadi Goma. Saa zangu nimepoteza kwa ajili ya kukutana na ninyi. Alafu tumeshapanga mseme akao tutafanya. Tutakuwa tukitia ingine mambo ambayo inabidi mkikataa mnafanya. Si ndio? Sasa Mwalimu Jimmy Zaza, sijui umesomea hii mambo au aje kukabiliana na Waislamu? Umesomea hii au haukusomewa? Maana mimi nakabiliana na Waislamu ila si kupata mafunzo yote ile. Ni kama vile tu maandiko nasema kwa kitabu cha Mathayo 11, mkuje kwangu mjifunze kwangu kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu. Kama mimi nilijifunza tu kwa Yesu. Sasa sijui mwalimu, kwa takriban miaka 24 umejifunza hii dini au aje mwalimu? Kwanza mimi sijawahi kuwa Muislamu. Nimezaliwa kanisa la Wasabato. Baba na mama walikuwa ni Wasabato. Na kule nilikozaliwa dini ya Uislamu haikuwepo. Maana ilikuwa ni vijijini mbali. Na Waislamu mara nyingi wanajilimbikiza mijini tu. Sasa nilipofika hapa mjini Goma mwaka 1997. Ndipo nilikuwa mtoto tu mchanga, kijana tu mdogo sana kabisa mtoto. Nilikuwa form 4 primary. Alafu nikaanza sikia huku kunakuwa Waislamu. Sasa mimi sijui Waislamu ni watu gani. Mimi najua asiyekuwa Mkristo ni mpagani. Sasa kuna mtu ananiambia no, sio wapagani tu, kuna dini inaitwa Waislamu. Sasa kama sio Mkristo ni mtu gani? Mpagani. Sasa nikajihisi nimekuwa na shauku ya kujua hii dini. Ndipo nilianza kukaribia Waislamu ndugu wa moja. Kuna wale tuliosoma Kiingereza pamoja kwenye shule za training za Kiingereza tukaisoma. Alikuwa mmoja anaitwa Yusuf, kwa sasa yuko Burundi. Huyo tulipambana bala, akakimbia naye. Sasa huyo alikuwa Muislamu, ndiye akaanza kunielezea Uislamu hivi na hivi, nikawaelewa. Sasa nikatamani nijue sasa imani yao. Kujua imani yao ndipo nikaanza kusoma vitabu vyao, Qur'ani. Baada ya Qur'ani vitabu vya hadithi vikaingia, nikaanza nikasoma polepole taratibu mpaka nilipojua mambo mengi na kufuata mihadhara mbalimbali ambao walikuwa wanafanya. Lakini baadaye hapo sasa ni mwaka 2002 mpaka mwaka 2004 tukaanza sasa kupambana na Waislamu. Lakini tulikuwa tujapata ujuzi ambao uko juu sana. Mwaka 2007